Mitano tena. Dr. Samia Suluhu Hassan mitano tena. Asante. Maana nikisema Kembaki mitano tena nitafukuzwa kazi. Maana Kembaki anajua utaratibu kwamba tuko katika kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo uhuru utakuwepo, lakini nyinyi mnajua nani atakuwa mbunge wa jimbo la wapi. Siwezi kusema nani Mheshimiwa Kembaki mitano. Siwezi kusema mitano tena, ni kwa sababu ya Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Ali Hassan Mwinyi. CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Tarime, wajumbe wa kamati ya siasa mlioko hapa, wajumbe wote wa mkutano mkuu maalum wa jimbo la Tarime mjini, kwa heshima na taadhima, kwa kweli mmependeza sana 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 sana. Tujipigie makofi makubwa sana. Mheshimiwa mwenyekiti, kabla sijaja Tarime nilikuwa nikisikia Tarime kuna vuguvugu fulani ambalo mnalijua, lakini chini ya mwenyekiti Ngicho nipende kusema sasa Tarime ni wilaya ya Chama cha Mapinduzi. Tarime ni salama kwa Chama cha Mapinduzi na atakaye aje. Tarime kwa kipindi cha kuanzia Januari 2025 tumepokea wanachama wa Chama cha Mapinduzi kutoka Chadema 2340. Tupige makofi. Tangu tarehe 1 Januari 2025 mpaka leo tarehe 25 Mei 2025 tumepokea wanachama 2340 kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hii ni idadi kubwa kuwahi kutokea wilaya ya Tarime. Tarime oye! Tarime safi! Lakini hatua inaendelea. Ndugu mwenyekiti, uingizaji wa wanachama wapya kutoka vyama vya upinzani ikiwemo Chadema wilaya ya Tarime unaendelea kwa kasi, na hata jana katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara ameingiza wanachama wapya zaidi ya 60 wilaya ya Tarime vijijini. Ndugu zangu, haya mambo yote yanafanyika ni kwa sababu ya utendaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unaosimamiwa na daktari bingwa kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, nimesimama hapa kuyasema haya, lakini mengi yataelezwa na mheshimiwa mbunge kwa namna alivyotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano tangu mwaka 2020 hadi leo 2025. Kembaki atakuwa rasmi leo, atakuwa live, nchi nzima watakuwa wanamuona akisimama akisema kwamba Chama cha Mapinduzi pamoja na mambo mengine kimefanya 1, 2, 3, mambo kadhaa yamefanywa katika kipindi cha uongozi wako. Mheshimiwa Kembaki, nakushukuru sana. Baada ya kuyasema hayo, mimi sitokuwa mwingi wa kutambulisha, lakini kipekee Mheshimiwa mwenyekiti, nitambue uwepo wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa mstaafu. Naomba usogoe hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, nikiwa umoja wa vijana, huyu bwana amenilea sana sana kabisa, na sikutegemea mimi nikiwa katibu wa CCM wilaya ya Tarime nitamkuta Samuel Kiboyo. Tumepambana sana katika nyakati ngumu, na alikuwa akituongoza akisema fanya 1, 2, 3. Kwa kweli alikuwa tunamuita operation commander. Hongera sana Mheshimiwa Kiboyo, na mimi kijana wako nipo nitahakikisha na kulinda kama ulivyotulinda tukiwa vijana. Asante sana Mheshimiwa Kiboyo. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo, mkutano huu uko kwa mujibu wa katiba ya CCM ibara ya 59. Katika mikutano yote ndani ya Chama cha Mapinduzi na vikao vyote huwa kuna vikao vya kawaida na vikao maalum. Kwa hiyo huu ni mkutano maalum kwa ajili ya shughuli maalum. Shughuli yenyewe ni kusikiliza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kutoka kwa mbunge mahiri, mbunge wa jimbo la Tarime mjini, Mheshimiwa Kembaki. Baada ya kusema hayo, nina neno nilitaka niliseme, lakini nimwachie Mheshimiwa mwenyekiti. Ni neno zito kwa Tarime,
ambalo wanaTARIME mmekuwa mkilisikia kwenye vyombo vya habari juu ya wanaharakati wanaotoka Kenya. Ni wachache wajinga wachache wanaingia katika nchi yetu na kwenda kuhamasisha vurugu katika nchi yetu. Lakini mwenyekiti, kwa sababu wa Chama cha Mapinduzi yupo, atalisema na mikakati tuliyoitengeneza kuhakikisha TARIME yetu pamoja na kuwa tuko jirani na nchi ya Kenya, mipaka yetu iko salama. Nataka niwaambie, kwenye kipindi cha nyuma aliwahi kutokea mbunge fulani alitokea jimbo la Kenya, akaja hapa TARIME akayasema aliyoyasema. Nataka niwaambieni, chini ya uongozi wangu kama katibu wa Chama cha Mapinduzi, hamtoyasikia tena mambo kama hayo. Tumejipanga sisi kama Chama cha Mapinduzi, lakini na serikali ya Chama cha Mapinduzi imejipanga kuhakikisha amani na utulivu katika wilaya ya TARIME vinatamalaki, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Na nitoe taarifa kwamba wanaTARIME 100% wako tayari kushiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Kwa yale mambo yanayosikika kwamba uchaguzi utazuiwa, watazizuia familia zao siende kwenye uchaguzi, lakini wananchi wa TARIME kwa maana ya majimbo yote mawili watashiriki uchaguzi salama salimina. Na sisi kama CCM tunahamasishana kila mmoja wetu kwamba tujiandae tayari kwenda kwenye uchaguzi, na niseme tumeshajiandaa. Uchaguzi utakuwepo na utafanyika, na Chama cha Mapinduzi kinategemea kushinda kwa kishindo, kwa sababu chenyewe kimejiandaa kwenye uchaguzi. Wenzetu wamejiandaa kwenye kelele, wamejiandaa kwenye maandamano, wamejiandaa kwenye vurugu, na dawa yao wanaipata. CCM oye! Ndugu mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo, mimi sitokuwa msemaji kwa sababu ni katibu mgeni. Niombe kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkuu wa mwenyekiti wangu nikukaribishe sasa